mwaka huu wa fedha tulipokea fedha shilingi milioni 584 shule ya sekondari kujenga shule ya sekondari Mkombozi, Mkalama 584, Mbatakero 584, Sasisha milioni 473 nafikiri, Kiseru na shule nyingine zile ambazo zimejenga mabweni na madarasa zimeenda vizuri. Lakini waheshimiwa madiwani, TAKUKURU imekuwa ikifuatilia na kusimamia vizuri matumizi, utekelezaji wa miradi hii. Na tulienda vizuri sana pale ambapo tulikuwa tunafanya miradi ya mwanzo, kafanya vizuri sana. Lakini kwa shule ya sekondari Sasisha, shule ya sekondari Mbatakero kwa uzito wake na zitaja, na shule ya sekondari Mkalama kumekuwa na shida sana, na Mkombozi kidogo kumekuwa na shida sana ya utekelezaji wa miradi hii. Waheshimiwa madiwani, mimi naomba sana muongeze nguvu ya kusaidiana na TAKUKURU pale mnapoona mambo haya hayaendi vizuri. Lakini matatizo haya yameanza wapi? Matatizo haya yameanza pale ambapo tumeweza kupata wakandarasi ambao hata nyinyi hamwafahamu. Waheshimiwa madiwani, malengo ya hizi fedha ni kuja kusaidia kwenye maeneo yenu ambao kiuhalisia matatizo yalikuwa ni makubwa sana. Mahitaji ni makubwa sana. Mtoto kwa mfano kutoka kijiji cha Mkalama na majirani zake anatembea mpaka kwenda kijiji cha Rundugai. Zile kilomita ni nyingi. Tumeletewa hizi fedha tangu mwaka jana mwezi wa 7. Na leo tunaingia mwezi wa 5, shule hazijakamilika. Fedha iko kwenye akaunti, mkandarasi anatusumbua. Wananchi wanahitaji kuona huduma bora kwa wakati. Lakini sio mabishano yetu na mkandarasi. Mabishano yetu na mkandarasi hayatufai. Mimi bado watia moyo sana waheshimiwa madiwani, bado tuendelee kufuatilia matumizi hizi fedha. Shule ya sekondari Sasisha ina matatizo. Tumeletewa fedha, tunajenga mabweni pale nyumba ya mtumishi na madarasa yanaongezewa na matundu ya vyoo. Hela ipo kwenye akaunti, na natoa wito kwa mkuu wa shule asiidhinishe fedha bila kuelewa kazi iliyofanyika. Kwa sababu ule mkandarasi naye anasumbua sana, hana uwezo kimsingi. Anakuja mtu kuja kupewa kazi, hana uwezo, hajawahi kufanya hizo kazi na hajulikani. Lakini mafundi wenu wamefanya kazi nzuri sana na wamekuwa wakiwaokoa sana kwenye kipindi ambacho tunahitaji kumaliza hii miradi kwa wakati. Lakini wakati wa kuomba hizi kazi naambiwa wamekosa sifa. Wamekosa sifa vipi wakati ndio wanaowatendea vizuri? Waheshimiwa madiwani, haya mambo msipoangalia yatatuletea fedheha na tutakosa imani kwa wananchi. Moyo wakali kwenye hili. Toeni ushirikiano. Mimi nitumeni kazi. Nilikuwa mkali sana, nikafikiri tumeenda vizuri, tumeshirikiana na wataalamu, tumeelewana, lakini kwa kweli kwenye utekelezaji wa miradi hii wamenikoroga sana. Hela ziko kwenye akaunti. Kwa mfano, mkandarasi anayetekeleza mradi wa shule ya sekondari Mbatakero, mheshimiwa diwani yuko hapo. Hata jana nilikuwa pale kwako. Mafundi wako angapi pale? Mkandarasi hana uwezo, lakini hamfahamu. Lakini wakandarasi wengi waliopewa kazi kwenye miradi hii wanaonekana uwezo wao ni mdogo. Kwa mkurugenzi na timu yako, endeni pia na timu yako ambao wanahusika PMU, user department na engineer. Ikiwa tunatangaza kazi hizi, twende tubidilishe, tufanye due diligence ya kuona wakandarasi hawa tunawapa kazi au mafundi tunawapa kazi. Je, wana historia ya kufanya kazi hizi? Je, wana uwezo wa kufanya kazi hizi? Je, wana uwezo in terms ya human resource au in terms ya financial muscles kama wanaweza kufanya kazi hizi? Mimi huwa napenda kutoa mifano hizi taasisi nyingine, kwa mfano TARURA, RUWASA, TANROADS. Miradi yao mingi inafanyika, unakuta mtu ana kianzio cha kufanya kazi, lakini anaweza kuendelea kufanya kazi na akadai hata miezi 6, lakini anaendelea kusustain. Sasa sisi miradi yetu ya halmashauri kwa nini na wakati fedha tunazo? Sio kama tunasubiri fedha kama wenzetu wanakuwa wanasubiri. Sisi fedha tunazo, lakini miradi tunasuasua. Kwa hiyo kila mtu ajitathmini katika eneo lake. Kama kuna mtu anakuhamisha shughuli hizi ziende vizuri, ajitathmini. Kwa sababu
Kila mtu anajua na job description yake, anajua anatakiwa kufanya nini, na ukifanya kazi yako kwa 85% kwenda juu, maana yake hata hoja za serikali ambazo tunaletewa hazitakuwepo. Mfano sasa Machame Girls zinakuwa ni hoja kwetu sisi, na sisi tokea tumeingia tuna hati safi. Tusingependa kuona kuna hoja zinatengenezwa ambazo zinatengenezwa kwa sababu ya makosa ya watumishi wetu. Lakini niombe TAKUKURU kwa hicho mlichokiona, kwa sababu nini ndio watchdog ya utawala bora. Ushauri wangu ni kwamba umuhimu, nasema wazi kwa viongozi wenu, kwa serikali, vitu kama hivi vinapoonekana vinakauka kasi, mnatuambia sisi, lakini muambie na wakubwa, ili ionekane kama kunaweza kuwa na mlegezo wa aina fulani. Mimi nilikwenda shule ya sekondari Mkombozi. Sikufurahishwa kwa sababu niliambiwa shule inaanza Januari. Leo ni mwezi wa ngapi? Leo ni mwezi wa 5. Mwezi wa 5 kesho. Ile shule bado yote ni kwa sababu ya nesti, na TAKUKURU amesema kwamba wote wanaokuja hapa kama wakandarasi hatuwajui. Na at times enforcement kwa mtu ambaye humjui wakati mwingine inakuwa ni ngumu.